Kuzaliwa kwa pacha wa aina hii ni jambo la ajabu sana, linalotokea mara moja kati ya milioni moja, na hivyo kuwasili kwao kulikuwa ni sababu ya furaha kwa kila mtu. Siku yao ya kuzaliwa ilisherehekewa kwa furaha na msisimko, na kadri miaka ilivyopita, ndugu hawa walikuwa wakiwa na uhusiano mkuu wa upendo kwa kila mmoja. Walitumia wakati wao wote pamoja wakicheza, wakisoma na kusaidiana katika kila kitu. Baba yao alikuwa mara zote tayari kurekodi kila wakati kati yao, akiweka akiba za kumbukumbu za kutunza kwa maisha yote. Katika siku yao ya 8 ya kuzaliwa, mgogoro mdogo uliibuka kati yao juu ya zawadi iliyokusudiwa kwa Laura. Wote walitegua zawadi hiyo hadi wazazi wao waliingilia ili kutatua hali. Mama yao kwa upole aliwakumbusha kwamba hawafaa kamwe kupigana au kushikilia maucho dhidi ya kila mmoja, kwani uhusiano wao ni jambo muhimu zaidi ambalo halipaswi kamwe kuvunjika. Baadaye, waliendelea kushereheka kana kwamba hakuna kilichotokea. Kila ndugu alifanya hamu ya siku ya kuzaliwa. Rain, mkubwa zaidi, alitamani kuwa rais wa Korea Kusini siku moja ili aweze kuiongoza nchi na kutimiza ndoto zao. Dion alitamani kushinda dunia kwa njia yake mwenyewe. Yuri alipenda kuwa na kitanda chake peke yake, na Laura, kwa kuelekeza hamu yake kwa mama yao, akikiri changamoto aliyopitia wakati wa kuwazaa miaka 8 iliyopita. Mama yao alimsikia sana na kutamani watoto wake wakue wakiwa na furaha na usalama. Miaka ilipita, na pacha hawa walikuwa katika nyumba yenye upendo na wazazi wenye huruma. Asubuhi moja, Rain alienda kukimbia kama sehemu ya utaratibu wake wa kila siku. Njiani kurudi, aligundua msichana wa ajabu amesimama mbele ya jengo lao la makazi, akipakua vifaa vyake kutoka lori la kuhamia. Mlinzi wa jengo alimjulisha kwamba ni mwanafunzi wa shule ya sekondari ambaye amehama kuishi katika ghorofa peke yake. Rain alijifunza kwamba anaishi katika ghorofa iliyo karibu na yake. Mlinzi alijaribu kumtambulisha kwa Rain, akimtaja kwamba ni mwanafunzi mkuu na mwerevu ambaye angeweza kumsaidia katika masomo yake. Hata hivyo, alikataa utambulisho na kuingia ndani. Kwa shauku, Rain alimfuata katika lifti na kumtoa msaada wa kubeba vitu vyake, lakini alikataa, akisema hapendi wengine kugusa vitu vyake. Walipofika katika magorofi yao, Rain kwa kawaida alimwambia kwamba kwa kuwa sasa ni majirani, asisite kuuliza chochote bila neno. Rain alirudi katika gorofa yake na kuambia familia yake kuhusu msichana mpya aliyehamia jirani, akitaja jinsi anavyopendeza na wakuvutia. Baadaye siku hiyo, Dion aligundua amechelewa kwa mafunzo yake, hivyo alikimbia nje bila kula kifungua kinywa. Alisimama na kuangalia alipokuwa akifunga nywele zake na kujiandaa. Akivutiwa na uzuri wake, alivutiwa kabisa hadi ghafla akamuona. Kwa aibu, alirudi haraka nyuma, bila kukusudia akaangusha fremu ya picha iliyokuwa ikiegemea mlangoni, akaivunja. Msichana akatoka nje, akiwa na hasira dhahiri. Dion haraka aliahidi kuibadilisha na kulipa uharibifu, lakini alikataa, akisema alikuwa amepanga kuitupa hata hivyo. Alitoa kutaka kusafisha miwani iliyovunjika na kuitupa, lakini alikataa tena. Kwa mfadhaiko, aliondoka. Wakati huo, mama wa msichana alifika katika jengo la makazi na kumwomba mlinzi amruhusu apande. Imebainishwa kuwa jina la msichana ni Koi. Mama yake alipomwona akishuka ngazi, alimuita, lakini Koi alitaka kusema kitu kwa Koi, lakini alimtazama tu kimya na kuondoka. Mama yake aligundua mazungumzo na kumuuliza Koi kuhusu yeye, lakini Koi kwa kudharau alisema hamjui binafsi, ni jirani yake tu. Koi na mama yake waliingia katika ghorofa pamoja. Mama yake alipomuuliza jinsi anavyojitatua, Koi kwa baridi alisema kuwepo kwake hakukuhitajika. Licha ya hayo, mama yake alibaki kidogo wakati Koi alijiandaa kwa shule. Koi kisha aliuliza kama ataondoka pamoja naye, lakini mama yake alibainisha kuwa alikuwa katika miezi ya mwisho ya mimba na anahitaji kupumzika. Koi aliondoka kwenda shule, akifika katika darasa lake jipya, ambapo mwalimu alimtambulisha kwa darasa. Ilikuwa kuwa Rain na ndugu zake, Dion na Yuri, walikuwa katika darasa lile lile naye. Walifurahi kumwona kwamba atakuwa akisoma pamoja nao, wakitumai hilo litawaleta karibu naye kwa muda. Baada ya darasa, mwalimu alimkaribia Rain na kumwomba amsaidie Koi ajue shule na maeneo yake tofauti, kwa kuwa ni mpya na hajui njia. Wakati wa mapumziko, Rain alitembea na Koi na kuanza kumtambulisha vifaa vya shule, lakini haraka alimkatiza, akisema hakuwahi kuomba msaada wake. Kisha aliondoka, akimwacha nyuma. Baada ya mapumziko, Koi alirudi darasani na kumkuta Yuri peke yake ndani. Alimuuliza wapi wanafunzi wengine waliko, lakini hakujibu. Hapo, msichana aliyeitwa Yuna aliingia chumbani na kumjulisha Koi kuwa wanafunzi wao walikuwa katika somo la muziki. Kisha alimchukua nje na kushiriki kuwa Yuri hajazungumza kwa mwaka mzima kutokana na uzoefu wa hivi karibuni wa kishindo. Koi alimhurumia.
Wakati huo huo, katika darasa la muziki, Yuri alisinzia na kuota msichana akiruka kutoka daraja katika mto. Baadaye, baada ya darasa, Doi nje na kumwambia kuwa kile alichofanya kilikuwa kibaya, lakini alimkasirikia, akimshtaki mara zote kujifanya mwenye haki. Kisha aliondoka na kurudi nyumbani. Alipofika katika jengo lake, Koi alimkuta kambo yake akimsubiri nje. Alimkemea kwa msongo wa mawazo anayosababishia mama yake. Akimkataa, aliangalia mama yake akishuka chini, tayari kuondoka naye. Walimwalika Koi ajiunge nao kwa chakula cha mchana, lakini alikataa na kwa nguvu kumuomba mama yake aache kumtembelea. Kisha alipita karibu nao na kuingia ndani ya jengo. Ulikuwa ndani. Alitoka katika ghorofa yake, lakini Koi aliendelea kwenda juu paa. Akisimama karibu na reli, Yuri bila kukusudia alitazama anga na ghafla aligafilika kwa mshtuko. Alimwona msichana yule yule kutoka ndoto zake amesimama juu ya daraja. Akitambua inaweza kuwa ni ishara, alikimbia haraka kwenda juu paa kwa haraka iwezekanavyo. Wakati huo huo, Koi alifika juu paa na kufurikwa na kumbukumbu za utoto za uchungu. Alikumbuka wakati baba yake alipoamua kumwacha. Alikuwa ameahidi kurudi, lakini mama yake alimkemea, akimwambia asitonge matumaini ya uongo wakati alikuwa tayari ameamua kumwacha. Mwishoni, baba yake aliondoka bila kujua la kusema, wakati Koi alilia na kumuita, akitumai angerudi. Lakini hakurudi kamwe. Ilikuwa wazi kuwa Koi alienda juu paa akikusudia kumaliza maisha yake, akitafuta njia ya kutoroka uchungu aliokuwa nao. Hata hivyo, alipokuwa karibu kuchukua hatua, Yuri alimkataa, akisema si shughuli zake, lakini kwa nguvu alimwambia kuwa hana haki ya kuamua hatima yake peke yake, kwa sababu kuna watu ambao wangemjali na kuomboleza kupoteza kwake. Koi, akiwa amejaa upungufu wa matumaini, alimwambia kuwa hakuna anayemjali. Yuri, akimsikia uchungu wake, aliahidi kuwa kuanzia sasa, mara zote atakuwa pamoja naye na mara zote atamjali. Kisha alimuomba ahidi hatawahi kufikiria kufanya jambo kama hilo tena. Nyumbani, ndugu za Yuri waliendelea kuzungumza kuhusu Koi, na mama yao aliona ajabu kuwa anaishi peke yake katika umri mdogo kama huo. Wakati huo huo, Yuri aliweka siri yake kutoka familia yake, akijifanya bado ni bubu. Asubuhi iliyofuata, Rain aligonga fremu ya picha ambayo Koi alikuwa nayo, ndiyo maana alihama katika mwaka wake wa mwisho. Akikasirishwa na maneno yao, Rain alimfuata na, kwa kustarehe mwanzoni, hatimaye aliuliza kama mmiliki wa mgahawa wa burger ni baba yake. Alimtazama kwa hisia za kina na, baada ya kusita, alithibitisha kuwa ndiye. Kisha aliuliza jinsi alivyojua. Rain alieleza kuwa alimtambua kutoka picha iliyotupwa. Koi alihuzunika kwa kutotupa picha kwa uangalifu zaidi ili kuweka siri yake imefichika. Kisha alimfanya Rain ahidi kutomwambia mtu yeyote kuhusu baba yake, kwa kubadilishana na ukimya wake kuhusu ukweli kuwa anatoka usiku. Wote walikubaliana kuhifadhi siri za kila mmoja. Baada ya shule, Koi alipokuwa akitembea nyumbani, aligundua Yuri anamfuata. Alisimama na moja kwa moja kumuuliza kwa nini anamfuata. Alikiri kuwa anazali kumuhusu, lakini alimkataa, akimwambia aache kumpeleleza kwa sababu inamtaabu. Pia alimwambia kuwa hawezi kamwe kuelewa anachopiria. Alikuwa katika familia yenye upendo, akizungukwa na uvumilivu na amani, wakati yeye hajawahi kujua maisha kama hayo. Kwa hayo, aliondoka, akimwacha Yuri nyuma. Kutoka umbali, Doi na Rain waliona mazungumzo yao na kushangaa. Yuri alikuwa amezungumza. Walikuwa hoi, hawajui jinsi ya kumkabili kuhusu hilo, hasa wakijua kuwa alikuwa amekijificha kwa makusudi kwao. Kabla ya kurudi nyumbani, Koi alisimama katika duka kubwa kununua vyakula. Alipotoka, bila kutarajia alikutana na Yuna, mwenzake aliyemkutana mapema shuleni, ambaye alianza mazungumzo naye. Yuna alimwambia Koi kuwa wanafunzi wao wanaamini yeye na Yuri wako katika uhusiano kwa sababu waliona wakifika shuleni pamoja asubuhi hiyo. Koi alikataa na kueleza kuwa Yuri ndiye aliyekuwa akimfuata. Kisha alimuuliza Yuna kwa nini alisema hivyo, ambayo Yuna alijibu kuwa Yuri hazungumzi. Koi alishangaa na reaction yake na kumjulisha kuwa tayari anajua kuhusu hali ya Yuri, akieleza alichojifunza kumuhusu yeye na ndugu zake. Walipozungumza, Koi alieleza mshangao wake kuwa kuna ndugu watatu tu, lakini Yuna alimrekebisha kuwa kuna ndugu, dada aitwaye Laura. Akishangaa, Koi alifikiria Laura lazima alikuwa katika darasa lingine, ndiyo maana hakukutana naye. Hata hivyo, Eunike alimshangaza kwa kufichua kuwa Laura kwa makusudi alikomea maisha yake katika mto mwaka uliopita. Wakati huo, ilikuwa wazi kuwa msichana ambaye Yuri anaendelea kumuona katika ndoto zake ni dada yake Laura, akiishi tena wakati alipochukua maisha yake mwenyewe. Msongo wa akili wa kumpoteza ndio uliosababisha Yuri kusimama kuzungumza kwa mwaka mzima.
Wakati huo huo, Doyin kwa hasira alimshtaki kwa kufanya wazazi wao kajali bila sababu tangu siku alipopoteza sauti yake. Rain alijaribu kuingilia na kumtuliza Doyin, lakini Doyin alikuwa na hasira sana, akitaka kujua kwa nini Yuri ndiye peke yake aliacha kuzungumza wakati wote walihuzunika kifo cha Laura kwa njia ile ile. Yuri hatimaye alikiri kuwa amehisi hatia tangu Laura alipofariki. Anaamini yeye ndiye sababu hilo lilitokea. Siku ya tukio, zoezi lake la muziki. Alipokuwa katika zoezi, alipokea habari ya kusikitisha ya kilichotokea. Alipofika eneo la tukio, aliona wazazi wake na ndugu zake wamevunjika kabisa na alilemewa na hatia. Alijisadikisha kuwa ikiwa alingebaki tu na kuzungumza naye, angeweza kumwokoa. Tangu siku hiyo aliacha kuzungumza, akijiadhibu kwa kile alichokiona kuwa kukosa kwake. Ndugu wakati wakikaa pamoja, wakiwa wameshtuka kihisia, Koi bila kutarajia alifika na kuwapa vitafunio alivyonunua kutoka duka kubwa. Kisha, bila kusema mengi, aliondoka. Walishangaa na mabadiliko yake ya ghafla ya tabia kwao. Usiku wa siku hiyo, mama yao aliongezeka wasiwasi wakati ndugu hawakurudi nyumbani bado. Ilikuwa inamvua kwa nguvu na aliogopa kitu kingine kimetokea kwao. Baba yao alijaribu kumtuliza, akimtia moyo kuwa lazima kuna sababu ya kuchelewa kwao. Wakati huo huo, ndugu watatu walikuwa wamelala pamoja ardhini katika bustani, wakijaribu kuelewa kwa nini Laura alifanya alichofanya. Hata hivyo, hawakupata majibu. Hakuwahi kuacha barua au dalili yoyote ya kile kilichompa nia ya kufanya hivyo. Yuri alikiri kuwa katika ndoto zake, anaendelea kumwona Laura, akitumai atamwambia kwa nini, lakini hafanyi hivyo kamwe, akimwacha katika mchanganyiko usio na mwisho. Hatimaye walirudi nyumbani pamoja. Mama yao, akiwa amelowa lakini na hasira, alianza kuwakemea kwa kumtia wasiwasi. Hata hivyo, alishtuka kabisa wakati Yuri ghafla alisema, "Nina njaa," na kumuomba chakula. Akiwa amefurikwa na hisia, mara moja alimkumbatia, akilia alipotambua amerudi kuzungumza tena. Baba yao, pia, alimsikia sana wakati huo. Wakati huo huo, nyumbani, Koi alitafakari juu ya vitendo vyote vya Yuri kwake. Baada ya kile alichojifunza kutoka kwa Yuna, alianza kuunganisha mambo na kutambua kuwa Yuri anajaribu kumwokoa kama alivyotaka kumwokoa dada yake. Akielewa hili, alihisika kwa kina. Usiku huo, Yuri aliwaambia ndugu zake kilichotokea juu paa, jinsi alivyomkuta Koi akiwa karibu kuchukua maisha yake. Watatu wao waliamua kuanzia wakati huo kuweka jicho juu yake, kumlinda kutoka kwa wengine na, muhimu zaidi, kutoka kwake mwenyewe. Walifunga ahadi kimya ya mara zote kumchunga Tulia. Shuleni siku iliyofuata, msichana aitwaye Jing, ambaye anaketi nyuma ya Koi darasani, anaongea na mwalimu na kuomba kubadilisha viti kwa sababu hataki kuketi karibu na Koi. Koi akiwa na aibu mbele ya wanafunzi wenzake, anashusha kichwa chake. Bila kusita, Yuri anasimama, anabadilishana kiti chake na Jing, na anaketi nyuma ya Koi badala yake. Hii inaongeza uvumi miongoni mwa wanafunzi wenzao, wengi wakidhani kuna jambo fulani kati yao. Wakati wa mapumziko, Koi anaketi na Yuri na anachukua vipokeo ambavyo huvaa kila wakati. Kwa mshangao wake, anagundua kwamba havijawashwa hata. Yuri anaeleza kwamba anavivaa kila wakati ili asiwe na mtu atakayejaribu kuongea naye. Anatabasamu kwa ujuzi, akionyesha kwamba yeye pia anafanya jambo hilo hilo ili kuepuka mazungumzo na watu. Koi anamshukuru Yuri kwa kumsimamia asubuhi hiyo. Kadri siku zinapita, Yuri na ndugu zake wanaendelea kumtunza, wakibaki karibu, wakimsaidia kwa njia ndogo ndogo, hata anapokuwa hajaomba. Baada ya muda, Koi anaanza kuwapenda na polepole anaanza kuwaruhusu wamwingie moyoni. Siku moja, mama yao anamtembelea Koi na kumwalika kula chakula cha jioni nyumbani kwao ili aweze kutumia wakati na wanawe katika mazingira ya kifamilia. Hata hivyo, Koi anakataa, akieleza kwamba amezoea kula peke yake. Mama yao anampatia Koi chakula chake mlangoni na anamshukuru kwa dhati kwa kuwa marafiki na wanawe. Anamwambia Koi kwamba kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu sana, hatimaye anahisi faraja kuhusu watoto wake. Siku iliyofuata shuleni, Doyin anafanya mazoezi na kocha wake kwa ajili ya mashindano yajayo. Hata hivyo, anashindana na tatizo la kila wakati ambalo linamteremsha kasi katikati ya mbio, na kocha wake anamkemea mara kwa mara, akimfanya ahisi chuki. Wakati huo huo, Jing anamuuliza Rain kama anaweza kukukopa sehemu ya kwanza ya maelezo yake ya kusoma kwa kuwa mtihani unakaribia, na hatawa na wakati wa kumaliza mwenyewe. Rain anakubali, na wanaporudia darasani, anampatia daftari lake. Hata hivyo, anashangaa kuona kwamba ukurasa unaohusisha sehemu ya kwanza umeraruka. Mara moja anadhani kwamba Koi alifanya hivi kwa wivu na anasimama katikati ya darasa kumfichua.
Jing kisha anatangaza kwa sauti kwamba Koi alilazimishwa kuhamia shule yao kwa sababu mtu fulani kutoka shule yake ya awali alifariki kwa sababu yake. Koi anashangaa kabisa na hawezi kukataa. Anakimbia nje ya darasa akiwa ameshangaa. Yuri anamfuata na anamwambia kwamba haijalishi nini, ataendelea kumuuliza kwa nini anataka kujiua hadi hatimaye amruhusu amsaidi, hata kama itamchukiza. Anaahidi kusikiliza wakati wowote atakapokuwa tayari kuongea, na anamhakikishia kwamba hatamwacha kamwe. Njiani kurudi nyumbani, Koi anamuona Rain amesimama peke yake, akishika kikasha chake cha penseli. Kwanza anadhani anakaribia kuvuta sigara, lakini anapoangalia ndani, anapata ukurasa ulioraruka kutoka daftari lake, huo ambao Jing alimshtaki kuurarua. Anamuuliza kwa nini alifanya hivyo, na Rain anafungua moyo wake kuhusu kilichotokea mwaka uliopita siku ya tukio hilo. Siku hiyo, Laura alikuwa ameonyesha huzuni kuhusu jambo fulani shuleni. Rain alikuwa amepanga kumuuliza nini kilikuwa kibaya mara watakapofika nyumbani. Hata hivyo, wakati wa kutoka, Jing alikuwa amemuita, akiomba maelezo yake ya masomo. Akitaka kusaida, alimfuata kurudi darasani, akimwacha Laura arudi nyumbani peke yake. Aliporudia kumtafuta, alikuwa tayari ametoweka. Si muda mrefu baada ya hapo, msiba ukatokea. Kwa sababu ya hili, anakataa kumsaidia Jing tena. Koi anashirikiana na uchungu wake na anamwambia kwamba yeye pia anabeba huzuni isiyoweza kuvumilika ambayo hawashiriki na mtu yeyote. Anaona kwamba wanafanana kwa njia hiyo na anajaribu kumfariji. Usiku huo, Koi alipokuwa akijiandaa kula chakula cha jioni, kengele inapiga. Anapofungua, anashangaa kuona kundi la wanaume wenye sura za hatari wamesimama nje. Mara moja wanajilazimisha kuingia, wakimtishia. Wanafanya iwazi kwamba haijalishi jinsi gani anakimbia au anakohamia, hatawahi kuwatoroka. Inakuwa dhahiri kwamba wanamjua kutoka nyuma yake. Wanamvamia kimwili, wakimwacha amejeruhiwa. Hata hivyo, wakati wanamvamia, Rain na ndugu zake wanasikia sauti za kelele kutoka kwa apartment yao. Bila kusita, wanakimbilia mlango wake na kuanzisha kengele ya polisi kwenye simu zao. Mmoja wa wanaume anapata hofu na anafungua mlango. Ndugu watatu tu wanajilazimisha kuingia na kupigana na washambuliaji. Mapigano makali yanazuka, lakini wanakikundi ni wakali, wakiwashinda kwa idadi na nguvu ndugu hao. Koi, akijisikia ana jukumu la kuwaingiza katika matatizo yake, anaona kwa ukatili, bila kuwa na uwezo wa kufanya chochote. Ghafla, mama yao anafika na bunduki ya umeme. Kumuona inawaogofya waingiliaji, na wanakimbia mara moja. Kisha anapeleka Koi na wanawe nyumbani, anawaandalia chakula cha joto, na anamkalia Koi mezani ya chakula cha jioni. Kwa mara ya kwanza, Koi anapata hisia za joto la familia ya kweli, akihisi furaha ya kweli katika uongozi wao. Baada ya chakula cha jioni, wavulana wanapeleka kwenye chumba chao na kumuonyesha vitu vyao. Anaona daftari la muziki na anagundua ni la Yuri. Hata hivyo, anamwambia kwamba ameacha kabisa muziki na hana uhusiano wowote nao. Msongo wake ni wa kina, kwa sababu ya kilichompata Laura, analaumia mazoezi yake ya muziki kwa kumzuia awe pale kwa ajili yake. Usiku huo, mama yao anamuita Koi na ampeleka kwenye chumba cha zamani cha Laura, ambapo amemwandalia kitanda. Anaomba Koi abaki usiku huo. Koi kwanza anakataa, lakini mama yao anaeleza kwa upole kwamba anataka abaki kwa utulivu wa akili yake ili asije akalala usiku wote akihangaika. Akiwa ameadhiriwa na wema wake, Koi anakubali. Usiku huo mama yao anabaki na Koi katika chumba cha Laura, akishirikiana kumbukumbu za binti wake aliyepotea kwa huzuni kuu. Akiwa ameadhiriwa na udhaifu wake, Koi hatimaye anafungua kuhusu nyuma yake mwenyewe. Anafunua kwamba mama yake hivi karibuni alioa mume mwingine na akaondoka pamoja na mumewe mpya kwa ajili ya balaa la miezi 6 Ulaya, akimwacha Koi peke yake. Hakuwahi kumwambia mtu yeyote kwamba alikuwa akiishi peke yake isipokuwa rafiki wake wa karibu, akiamini ataweka siri yake salama. Hata hivyo aliwaambia marafiki wengine, ambao walikuwa walevi wakubwa na wapenda sherehe, kuhusu mahali pake. Walibadilisha nyumba yake kuwa mahali pao pa mkutano wa kila usiku, na kila wakati walimlazimu awaruhusu wakae. Inaonekana kwamba kundi hilo hilo la vijana waliomshambulia mapema walikuwa ni wale wa wakati huo. Usiku mmoja, walipokuwa mahali pake, rafiki wake aitwaye alifika, lakini alikuwa akiendesha gari chini ya ushawishi. Aligonga gari lake mbele ya nyumba yake na akafariki. Kwa sababu ya hilo, alilaumiwa kwa kifo chake na kulazimishwa kuhamia shule. Akisikia hili, mama ya Rain anateguka sana kwa udhalimu na mateso ambayo Koi ameupitia. Anamkumbatia kwa nguvu wakati Koi, asiwezapo kujizuia hisia zake tena, hatimaye anavunjika, akipiga kelele na kulia kutokana na uchungu usiovumilika ambao amekuwa akiubana kwa muda mrefu.
Rain na ndugu zake, wakisikia sauti za kilio kwenye chumba kingine, wanajaa na huzuni kwa ajili yake. Asubuhi iliyofuata, wote wanapiga chamshakinywa pamoja, wakishirikiana wakati wa amani na furaha kama familia. Koi, kwa mara ya kwanza, anahisi hali ya usalama na kujihusisha. Baba yao, akiona jinsi anavyostarehe pamoja nao, hata anafanya utani kwamba familia yao sasa imeongezeka kwa mshiriki mmoja zaidi. Baadaye, Koi anaketi na mama yao bustanini na kukiri kwamba alikuwa na wivu wa wanawe kwa kuwa na kila wakati. Anakiri kwamba alizaliwa katika upweke na ametumia maisha yake yote peke yake. Hata hivyo, kisha anamwambia mama yao kwamba sasa hatimaye amepata kitu ambacho watu wengine wangeweza kuwa na wivu wake. Mama yao anapomuuliza ni nini hicho, Koi anajibu kwa tabasamu, akisema sasa nina mama mpendaye anayenijali. Akiwa amelemewa na hisia, mama yao anamuona Laura katika Koi. Wakati huo, Kimya anaamini kwamba bahati ilimpeleka Koi katika maisha yao ili aweze kumuona binti yake katika yeye mara nyingine tena na kumpatia upendo ambao hakuweza kumpatia Laura. Mama yao anaanza kurejesha maisha yake, kurudisha mambo yote ambayo alikuwa ameacha kufanya tangu kifo cha Laura. Hali yake ya akili inapoboresha, anaanza kupata furaha katika shughuli za kila siku tena. Siku iliyofuata, Koi anasimama na Yuri na anajaribu kumshawishi arudi kucheza muziki na kuimba. Hata hivyo, Yuri anamwambia kwa uthabiti kwamba amefunga mlango wa muziki milele na hatarudi tena. Usiku huo, wanne wao wanaketi pamoja na Doin anawashangaza kwa kutangaza kwamba amejiondoa kwenye mafunzo ya kukimbia na hatashiriki katika mbio kuu aliyokuwa akijiandaa. Anakiri kwamba kila wakati anapokimbia, anamuona Laura ameketi mbele yake akimsifia. Kumbukumbu hiyo inamchanganya, ikimfanya asimame katikati ya mbio, asiwezapo kuendelea. Ana huzuni kuu kwamba anaweza kumuona tu akilini mwake na hakuna mahali pengine. Akiwaona wote wamekwama katika msiba, Koi anaamua kuwatoa katika huzuni yao. Anawapeleka ufukoni wa jengo lao, akisimama karibu na ukingo. Anakiri kwamba alipoanza kwenda ufukoni huo, alikuwa amepanga kujiua. Lakini sasa, shukrani kwa Yuri, amechagua kuishi na kuendelea. Pia anafunua kwamba baba mkwe wake hakuwa mkarimu kwake, alimchukia na alikuwa dhidi ya wazo la kuishi pamoja nao tangu mwanzo. Lakini sasa, hakuna kitu kinahusika kwa sababu Mungu amempatia kitu bora zaidi, wao. Baada ya muda anakaribia zaidi na ndugu, hasa Yuri, na polepole anaanza kupata hisia za upendo kwake. Siku moja, Koi anapata daftari la zamani la Laura. Ndani, anapata barua ambayo Laura alimwandikia Yuri siku hiyo ambayo alifariki. Akiwa ameshangaa, Koi anakimbilia nyumba ya Yuri kumwonyesha barua hiyo. Inaonekana kwamba Laura alikuwa amemnunulia tikiti ya tamasha la bendi yake anayoipenda. Aliandika kwamba alikuwa akiokoa kwa miaka, akiweka pesa kidogo kidogo ili amnunulie. Pia alimwomba asimwambie Rain na Doin kuhusu jambo hilo, kwa kuwa hakutaka wajisikie kama alikuwa anampendelea kuliko wao au kuwaona kama hawakuwa wamefanya kitu cha kutosha kwa ajili yake. Pamoja na tikiti, alikuwa ameandika wimbo ambao alikuwa ametunga tu kwa ajili yake. Katika ujumbe wake, alimtia moyo aendelee kufuata shauku yake ya muziki, akimuunga mkono kwa moyo wote. Yuri alipoisoma maneno yake na kuona tikiti ya tamasha, alianguka machozi, akiwa amelemewa na msiba. Hatimaye anaelewa kwamba Laura alipomuita kabla ya kuondoka kwa ajili ya mazoezi yake, alitaka tu kumpatia tikiti na barua, lakini alimwepuza na kwenda zake. Siku iliyofuata, Rain anatembelea mgahawa wa Baiga na kukutana na baba ya Koi. Anamwambia kila kitu kilichotokea. Baadaye, Koi anaposoka shuleni, anashangaa kumuona baba yake akimsubiri nje. Anatembea pamoja naye, akitaka kuwa sehemu ya maisha yake tena. Kwa mbali, Rain anawaona pamoja, akihisi furaha kwamba aliweza kuwaungaza tena. Doin anarudi kwenye mashindano ya kukimbia, akihamasishwa na Koi na ndugu zake, na Yuri hatimaye anapata njia yake ya kurudi kwenye muziki baada ya kusoma maneno ya moyo wa Laura. Shukrani kwa Koi, kila mmoja wao anaanza kusonga mbele na maisha yao na kufuata ndoto zao tena. Baada ya muda, ni siku ya kuzaliwa ya Doin, Rain na Yuri. Mama yao anatembelea duka la mikate kununua viungo kwa ajili ya sherehe yao. Wakati huo huo, mama ya Koi yuko katika duka hilo hilo la mikate. Anasema kwa kawaida kwamba ni siku ya kuzaliwa ya binti yake leo pia. Hata hivyo, mama ya Rain haelewa kwamba Koi ni binti yake. Baadaye, mama ya Koi anamtembelea nyumbani, akimletea viungo. Anaongea na Koi kwa njia ya upole na joto, lakini Koi anabaki mkali. Tayari ameamua jinsi anavyotaka kuishi maisha yake, na anachagua kuyatumia na watu wanaomfanya ajisikie salama na anayelinda kwa kweli. Jioni hiyo, Koi anaenda nyumba ya Rain na Yuri, ambapo wote wanasherehekea siku yao ya kuzaliwa pamoja.
Akiwa amezungukwa na joto, upendo na kicheko, Koi anafanya uamuzi wa kubadilisha maisha. Anachagua kubaki pamoja nao milele. Kwa mara ya kwanza, amepata kitu ambacho hakuwahi kuwa nacho katika familia yake mwenyewe, nyumba ya kweli. Asanteni sana kwa wote mnaotufuatilia kwenye chaneli yetu ya Mastori 24. Kazi ndo kwanza inaanza, endelea kuwa na sisi pia. Usisahau kusubscribe, kulike na kutoa maoni. Tunawapendeni sana.